Kwa hapa Pemba tuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba. Unaweza ukapata ile tunayoita mwekezaji wa kimkakati, yani strategic investor status kwa fedha ndogo zaidi kuliko Unguja. Hapa kwa dola milioni 5 tu unaweza ukapata hiyo status, lakini vile vile kwa dola milioni 2 kama utaajiri wafanyakazi zaidi ya 100 unaweza ukaipata hiyo status. Kwa hiyo kuna vivutio maalum kwa ajili ya Pemba ili kuwashajiisha wawekezaji waje kwa wingi hapa Pemba, lakini kama ulivyosema mpango huu mkakati una dhamira ya kukuza uwekezaji nchi nzima, lakini hususan Pemba imewekewa vivutio maalum ili kuwavutia wawekezaji zaidi. Sio kwamba aje mwekezaji apate vivutio apate fedha yeye. Uwekezaji unataka na wananchi wanufaike kwa ajira, lakini wanufaike kwa vile vile kufanyiwa maendeleo, miradi ya kijamii ile tunayoita corporate social responsibility. Maana yake kwamba kila anayefanya biashara hapa aone umuhimu wa kuwasaidia wananchi katika sekta ya afya, katika sekta ya elimu, katika kuwapa uwezeshaji wananchi kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba sheria zetu zinawataka wawekezaji watoe, isiwe hiari tena, iwe ni wajibu wao kuhakikisha kwamba wanatoa fedha za wanazopata kama faida, sehemu fulani ya faida, kuweza kuwasaidia wananchi walioko maeneo ya jirani, lakini kwa upande wa Pemba, kwa Pemba nzima tuseme, kwa sababu tunatarajia kwamba uwekezaji utakuwa kila sehemu hapa. Kuja mwekezaji tunakuwa tuna kima fulani kwamba unapokuja hapa milioni $50 ndio tunazozihitaji. Kwa hivyo kima chake kiwe hicho, mfano tunaotoa. Kwa hiyo moja ni hilo, lakini unapotoa hivi vibali vinakuwa na maeneo ambayo kila siku yanabadilika. Yale maeneo na matakwa yake pia yanaonyeshwa katika hizi kanuni ambazo tulizo nazo. Lakini chengine ni zile incentives zenyewe. Incentives zipo nyingi ambazo ziko general, lakini zipo incentives ambazo waziri anao uwezo wa kuzibainisha ili iwe rahisi sasa kwa mwekezaji kuzielewa na kuweza kuzipata, hususan katika maeneo yetu ya uwekezaji katika maeneo huru.